Klabu ya Arsenal imeweza kutawazwa rasmi kuwa bingwa wa msimu huu, na kocha Mikel Arteta anaweka rekodi yake kubwa katika klabu ya Arsenal, na kama inavyojulikana kwamba imepita takriban miaka 22 Arsenal hajaweza kutoa taji lolote, hivyo Mikel Arteta anakuja kuweka rekodi yake katika klabu hiyo. Na pazia rasmi la ligi kuu ya EPL limefungwa siku ya leo, na nitakutajia timu mbalimbali za ligi ya EPL ambazo zitashiriki katika michuano mbalimbali msimu ujao. Tukianza na michuano ya UEFA Champions League, timu ambazo zitashiriki, ya kwanza itakuwa ni Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa pamoja na Liverpool. Lakini timu ambazo zitashiriki Europa League ni FC Bournemouth pamoja na Sunderland. Lakini timu ambayo itashiriki kwenye Conference League ni timu moja tu kutoka EPL ambayo ni Brighton. Na timu ambazo zimefanikiwa kushuka daraja ni timu tatu ambazo ni West Ham, Burnley pamoja na Wolverhampton Wanderers. Lakini pia siku ya leo tunavyojua, kuna baadhi ya makocha pamoja na wachezaji walikuwa washatoa taarifa zao hapo, hawa walikuwa mwisho wa msimu wataweza kuondoka katika klabu zao. Wa kwanza ni Pep Guardiola, baada ya kukaa miaka 10 katika klabu ya Manchester City, kuipa mataji 20, lakini leo ameweza kuaga rasmi hata kuwa sehemu ya kikosi hicho cha Manchester City. Lakini pia mchezaji nguli na mchezaji aliyesimika rekodi yake katika klabu ya Liverpool, Mohamed Salah, naye pia hatakuwa sehemu ya kikosi cha Liverpool, kwani na yeye anaondoka katika klabu hiyo. Lakini pia bila kusahau Casemiro naye ataondoka. Lakini mchezaji mwingine wa Manchester City, beki huyu John Stones, na yeye mkataba wake umeisha na Manchester City, hivyo tunaweza tukamuona kwenye klabu nyingine ya EPL ama tukamuona sehemu nyingine tofauti. Bila kupepesa macho, leo zimeweza kutoka tuzo. Tuzo leo zimetolewa za EPL, na tuzo ya kwanza ni tuzo ya golikipa bora ambayo imeenda kwa David Raya kutoka Arsenal, ambaye yeye huu unakuwa ni mfululizo, msimu wa 3 anapata tuzo ya golikipa bora. Lakini msimu huu amepata tuzo hiyo kwa kuweza kufikisha clean sheet 18 na kuibeba mgongoni Arsenal mpaka inafanikiwa kutoa ubingwa wake. Lakini tuzo nyingine imekwenda kwa mfungaji bora Erling Haaland, na yeye unakuwa msimu wa 3 mfululizo wa kuchukua tuzo hiyo ya kuwa mfungaji bora, na msimu huu anamaliza akiwa na mabao 27. Lakini tuzo nyingine ambayo imefanya dunia ikafurahi, au tuzo nyingine ya muhimu sana ambapo imewacha watu midomo wazi, ni tuzo ya Bruno Fernandes, ambaye yeye amepewa tuzo ya mchezaji bora wa msimu. Bruno Fernandes kutoka Manchester United anavunja rekodi ambazo hazijawahi kuwepo. Bruno Fernandes anaweka rekodi ambazo hazikuwahi kuwepo kabisa katika ligi ya EPL, na Bruno Fernandes anasimika rekodi yake ya kuweza kufikisha pasi za mwisho za mabao, assist 21, na kuwaweka kando mchezaji Thierry Henry pamoja na Kevin De Bruyne ambao wao wana assist 20. Hivyo Bruno Fernandes anapewa tuzo ya mchezaji bora wa msimu kwa kuwa yeye pia ndio sehemu ama yeye ameweza kuifanikisha klabu ya Manchester United kufika nafasi ya 3 katika ligi kuu ya EPL. Lakini pia akiwa na mchango mkubwa sana katika klabu ya Manchester United kwa kuwa yeye ndio mchezaji pekee aliyeweza kutengeneza nafasi nyingi za mabao. Bila hivyo klabu ya Manchester United inakuwa imetimiza, ama klabu ya Manchester United imefikisha takriban miaka 16 bila kupata tuzo ya mchezaji bora wa msimu. Na mwaka wa mwisho ama msimu ambao Manchester United ilichukua tuzo hiyo ya mchezaji bora wa msimu ilikuwa ni mwaka 2010 2011, ambao tuzo hii ilikwenda kwa Nemanja Vidic. Hivyo klabu ya Manchester United inatimiza takriban miaka 16 bila kupokea tuzo hiyo, mpaka siku ya leo anakuja kupokea Bruno Fernandes. Anapokea tuzo hiyo Bruno Fernandes, na inakuwa ni tuzo ya heshima. Lakini pia tuzo hiyo hiyo inakuwa ni tuzo tofauti, ama inakuwa tuzo ya kipekee kwa Bruno Fernandes, kwani anapewa tuzo ya mchezaji bora wa msimu wakati klabu yake inakuwa haijatoa ubingwa. Kwa hiyo inakuwa ni tuzo ya heshima na tuzo ya kipekee kwa Bruno Fernandes. Hizo ndo habari zilizo kutokea leo. Habari kubwa duniani ilikuwa ni ligi kuu ya EPL, na mimi nimeweza kukufikishia kwa lugha rahisi sana na kwa muda mchache sana. Kwa nini usiweze kusubscribe, kucomment, kulike na katika mitandao yetu ya kijamii kuendelea kupata habari kama hizi? Mimi ni Denga Spells in Denga Media TZ. Ciao.